Yes, ni siku nyingine tena tumekutana kwa ajili ya uchambuzi wa mambo ya michezo, na leo tuko kwa ajili ya jambo moja tu. Ni kuhusiana na uchambuzi kwa ufupi kuhusiana na mechi kati ya Simba na Al Masry ambayo inatazamiwa kuchezwa Aprili 9, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi ni Alexander Mogoro wa Mogoro TV. Bwana, karibu sana mchambuzi. Asante sana. Nashukuru sana. Bwana, safi sana. Labda pengine tumeona katika michuano hii ya shirikisho barani Afrika kuna makosa mengi ambayo aliyafanya Simba Sport Club akiwa kule Misri. Labda pengine ni makosa yapi ambayo tunaweza tukayabainisha? Makosa ambayo naweza nikayazungumzia, makosa ambayo Simba katika mchezo wa robo finali kuelekea kufuzu kwenye hatua ya nusu finali, mchezo ambao ulikuwa ukipigwa katika huko nchini Misri akicheza dhidi ya Al Masry. Mchezo huo Simba nilichokiona katika makosa ambayo aliyafanya ni walipoteza tu ile kujiamini sana, ndio kuliwafanya wao waweze kupoteza huo mchezo, kwa sababu walimiliki sana mpira katikati ya kiwanja, wakawa wanavuka sana zoni ya mpinzani wakimsogelea zaidi, lakini kitu ambacho wenzao walikuwa wakitumia ni umakini zaidi. Kwa hiyo ukija kufanya counter attack, wale ukija kumtazama Karabu Chamu pamoja na mwenzake Abdulrazak Hamza, manake ilikuwa inawatia ugumu sana kuja kuwakaba wale jamaa. Ndio maana ilipelekea Simba kuweza kuruhusu mabao. Kwa mfano ukitazama goli la pili ambalo wamekuja kulifunga, tazama ile pressing ambayo imefanyika kuja katika lango la wekundu wa Msimbazi. Simba imekuja kupigwa ile pasi ikaenda kwa Musa Pini Kamara. Sasa ilikuja katika mazingira fulani ambayo kwa kipa ni kawaida kwa ajili ya kwenda kuipangua, lakini kipindi anaipangua ikaenda kumgusa mchezaji wa timu ya Al Masry, na huyo mchezaji ni mchezaji ambaye aliingia kipindi cha pili. Kwa hiyo akafanya Simba waweze kuadhibiwa kwa namna hiyo. Pia ni kosa la kujiamini sana, kupress kuelekea kwa wapinzani wao bila kutambua kwamba wanatakiwa wao wajilinde kwa namna gani ili waweze pengine kulinda lile goli moja ambalo walikuwa wameruhusu. Labda pia baada ya mechi kuisha kulikuwa kuna mashabiki wengi ambao walikuwa wanalalamika, ambao waliangalia ile mechi. Walisema kwamba kuna baadhi ya makosa pia yalisababishwa na wachezaji wao wenyewe, kwamba kuna ile mchezaji akishika mpira anakuwa ni mchoro kweli kweli. Labda kwa pande wako ili wewe unalizungumziaje kama mchambuzi? Kwa mchezo kama huo mimi naweza nikalizungumza kwa namna moja ama nyingine. Uchoyo na wenyewe huo ni miongoni mwa sababu ambazo zinawafanya hususan vilabu vyetu hivi kutokupata matokeo. Hebu mtazame kama Elim Panzo, mtazame kama Kibu Dennis, walikuwa wanapata nafasi ambazo sawa walikuwa na uwezo wa kufunga, lakini kulikuwa na mazingira ambayo yalikuwa yanafanya hata mchezaji mwingine ambaye aliyeko pembeni kwamba ana uwezo wa kufunga goli nzuri zaidi. Kwa mfano kulikuwa na movement moja ambayo ilitokea, Kibu Dennis alikuwa na mpira ule lakini kiasi kwamba alikuwa na uwezo wa kumpigia Lionel Ateba aweze kumalizia. Lakini sasa kitu kilichofanyika, Kibu Dennis akaamua kupiga mwenyewe, mwisho wa siku akakosa goli. Kwa hiyo ni matokeo ambayo yanaonekana, lakini hiyo inatokana na chachu ya timu kutaka matokeo zaidi. Unakuta kwamba naona kama nipo katika position sahihi ambayo mimi naweza kanifanya niweze kufunga bao, lakini inakwenda tofauti na yeye ambayo tutakuwa nacho. Labda kwa matokeo ambayo yalipatikana kule Simba akiwa ugenini dhidi ya klabu ya Al Masry, labda pengine unaweza ukasema kwamba kutokana na yale matokeo labda Simba kutokushinda inaweza ikachangiwa labda kutokuwa na maandalizi bora labda kwa klabu ya Simba? Sidhani kama inaweza kutokana na kutokuwa na maandalizi bora, kwa sababu Simba katika mchezo ilikuwa ni siku 3 kabla ya kuelekea mchezo huo. Kwa ule uwanja wa pale walipocheza walicheza, lakini tayari ule uwanja tayari kwa mazoezi walikuwa wamefanya takriban siku 2. Sasa na kwa kawaida unaambiwa kabisa kwamba walau timu hiyo ambayo ni ngeni ije kufanya mazoezi walau mara moja. Sasa tayari Simba walifanya zaidi ya mara 2 katika ule uwanja ule. Kwa maana kama ni mazingira ya Misri, sidhani kama inawezekana changamoto kubwa sana, kwa sababu Simba mechi za kimataifa, kombe la shirikisho barani Afrika, klabu bingwa barani Afrika, amecheza mechi nyingi sana. Anaweza kucheza na kina Al Ahly, amecheza na timu nyingi sana kutoka kule Misri. Kwa hiyo sioni kama ni sababu ya kuzungumzia kama Simba amepoteza. Bwana, safi sana. Labda kwa wewe unavyoiona klabu ya Simba ilivyo na wachezaji wazuri, labda pengine kuhusiana na hii michuano ya barani Afrika, kwa mtazamo wako unaweza kaona kwamba Simba anaweza akashinda katika huo mchezo ambao unatazamiwa kucheza hiyo tarehe 9? Mchezo wa kimataifa kombe la shirikisho barani Afrika, upande wa Simba naweza nikampatia nafasi ya kufuzu, kwa sababu atakuwa pia na advantage ya kuwa katika uwanja wa nyumbani. Unajua Simba amekuwa ni mgumu sana kumfunga katika
uwanja wa nyumbani. Kwa mfano tunapozungumzia michezo ya klabu bingwa barani Afrika, aliwahi kuja kucheza hapa na Jwaneng Galaxy, akaja akapoteza. Ndio mechi ambayo Simba iliwatoa pengine katika mfumo, lakini ndio mechi ambayo Simba kwa namna moja ama nyingine kwa miaka hivi karibuni ndio mechi ya kwanza Simba akiwa nyumbani katika michuano ya kimataifa kupoteza akiwa nyumbani. Lakini sasa tunapokuja kuzungumzia swala zima la kufuzu akiwa katika ama kushinda katika michezo za nyumbani, ni Simba amekuwa katika ubora wa hali ya juu sana. Hebu tazama, licha kwamba kuna kipindi Simba alienda kufungwa na Kaizer Chiefs kule ni nchi gani ile yes, kule ni South Africa kule. Yes, ni South Africa, alienda kucheza kule South Africa. Kitu ambacho alikifanya Simba ni kitu kama hiki ambacho alikifanya Simba katika mchezo wa ugenini dhidi ya Al Masry. Alimiliki mpira zaidi ya 70%. Lakini goli alizokuwa ameruhusu ni goli 4. Nazungumzia Kaizer Chiefs kule Afrika Kusini. Lakini hivyo imekuja kujitokeza pia kwa timu ya Al Masry. Simba amemiliki mpira zaidi ya 70%. Lakini akawa ameruhusu tayari bao 2. Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba Simba kwenye michezo ya nyumbani, tazama Kaizer Chiefs alipokuja nyumbani, alikuja kubali kichapo cha bao 3-0. Tena walikuwa wakipumlia mlija kabisa. Lakini pia tuzungumzie tu hivyo, tazama hata timu ya ukizungumzia Nkana kipindi hicho, Patrick Aussems, kocha wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na yes, tulipoenda kwao Simba walipoenda kule walienda wakakubali kichapo cha goli 1. Lakini Simba waliporudi nyumbani, uwanja wa Benjamin Mkapa, wenyewe wanaita kwamba pale ni Lupaso, maana yake atoki mtu pale. Sasa kitu ambacho kilifanyika, goli tulikuja kuruhusu goli kipindi cha mapema kabisa, kipindi cha kwanza, dakika za mapema zile. Na baada ya hapo ni takriban kwenye dakika 15 za mwanzo pale. Yes, Walter Bwalia ambaye alikubali. Walter Bwalia ndio yule ambaye aliwafunga Simba. Hiyo pasi ikitoka kwake Walter Chisala. Yes, Harrison Chisara kumladi. Goli ambalo akaja akalipiga kwa kichwa cha kubembeleza, lakini mlinda mlango Aishi Manula akaongelea tu net. Goli likawa limeshakwisha kuingia. Lakini sasa maajabu yaliyokuja kutokea, Simba wakasawazisha lile goli. Sasa walichokitafuta ni kushinda zaidi ya 2 mpaka 3. Goli ambalo lilikuja kufungwa na Chama. Dakika tena zilikuwa zimesalia chache sana. Goli ambalo lilikuwa liliwafanya wana Simba wengi kulia. Chama mwenyewe hakuamini kama goli. Kwa maana Mpenja akawa anasema kwamba wanalia, hawaamini ambacho kimetokea. Kwa kweli ilikuwa ni sehemu ya goli ambalo liliwafanya wana Simba waweze kupata furaha, kwa sababu hawakuwa na matumaini. Kumbuka kwamba walikuwa wamefungwa kule. Waliporudi nyumbani tena wakaanza kufungwa. Maana wakawa wamefungwa goli zaidi ya aggregate hizi. Kwa maana Simba itakao kufunga goli 3. Sasa mpaka dakika 80 Simba alikuwa bado hajaruhusu, bado Simba hajafunga goli la 3. Alikuwa tayari ana 2. Sasa katika zile 2 kama mpira ungemalizika vile, maana Simba alikuwa anatoka. Kwa sababu gani? Angetoka kwa sababu wale Nkana tayari wenyewe walikuwa wana goli la ugenini, ambalo goli la ugenini lilikuwa limewapa faida kwamba waweza kufuzu moja kwa moja. Lakini Simba sasa walichokifanya kwamba hapa ni nyumbani, kwa nini tunatoka kizembe? Tayari uwanja ulikuwa umejaa. Simba walichokifanya ni kutafuta, na hatimaye Hassan Dilunga ndo alitokea ule upande, alitokea nadhani upande wa kushoto ule. Yes. Mpaka goli ikaenda kupatikana, Chama akapiga kwa kisigino chake, mlinda mlango ule mpira akashindwa kuona, umejaa ndani ya net. Okay, safi sana. Labda takwimu zinaonyesha kwamba Simba akiwa kwa Mkapa huaga mara nyingine anafanya vizuri. Sasa kutokana na matokeo ambayo aliyapata akiwa ugenini kule nchini Misri, labda ni njia gani ambazo anaweza kazifanya zikamsaidia yeye akiwa huku nyumbani, uwanja wa nyumbani, ili aweze kufanya vizuri zaidi? Hapo kitu ambacho kwanza kabisa cha Simba kuweza kujitahidi ama pengine kuweza kufuzu kuelekea katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Wanachotakiwa ni kuja kucheza mpira. Masuala ya kuonyesha show game haya huwa hayana faida sana kwa upande wao. Sasa ninachomaanisha ni kwamba kama Simba kule alikifanya hiki ambacho alikifanya kule, na wale jamaa wao walikuwa nyumbani kwao. Sasa Simba atakuwa afanye mara 2 zaidi ya kile ambacho alikifanya, licha kwamba alitawala mpira. Kwa maana yake sasa tunachokihitaji Simba ni kuja kuconvert nafasi kuwa sehemu ya magoli. Manake hata tukizungumzia hata huko ugenini Simba kitu ambacho kilikuwa kinamponza kwa wakati mwingi ni kuconvert zile nafasi kuzitengeneza kuwa mabao. Kwa maana yake Simba ana uwezo wa kumiliki mpira kwenye eneo la mpinzani, au kinamaanisha pale kwenye zone ya mpinzani pale.
kama atafanikiwa vile. Kwa maana yake sasa atatakiwa kuanza pengine na washambuliaji wawili. Kwa maana yake Lionel Ateba pengine na Steven Desem huko kama wanaweza wakaanza wote kwa pamoja. Hii Simba inaweza kuwapa opportunity kubwa sana. Kwa sababu tukimwangalia Lionel Ateba ni mchezaji ambaye kwa sasa anaonekana ana uchu wa magoli, lakini sasa kuna kitu kinamshinda kuziconvert zile nafasi kwa magoli, kwa sababu ukiangalia kuna nafasi anazipata mwenyewe lakini kuzitumia anashinda. Kwa maana yake hapa nazungumzia kitu kimoja kinaitwa utulivu. Kwa maana yake pengine anaweza kama Fadlu Davis ana kocha wa Simba akianza na washambuliaji wawili alafu huko pembeni huko winga akaanza Kim Dennis alafu huko Elim Panzu alafu katikati akawa na Jean Charles Ahoua pamoja na Kagoma, lakini pia akaanza na huyu Fernandez Mavambo. Naamini katika mchezo huo Simba anaweza kupata vizuri, lakini hata Fabrice Luamba Ngoma akianza kutokana na ule utulivu ambao alionao Simba naamini anaweza kupata matokeo mazuri na zaidi ya goli hizo mbili. Okay, safi sana. Labda kuna baadhi ya mashabiki baada ya mechi kuisha na matokeo yakatamatika kwa 2 ambapo Almasry alishinda 2 na huku Simba akawa hajashinda bao lolote lile. Kuna mashabiki ambao walikuwa wanalalamika sana kwamba Simba, makocha wa Simba, kuna baadhi ya wachezaji hawakuonekana uwanjani kwa dakika zote 90, manake walikuwa substitute kama wakina Fernandez Mavambo. Wewe kama wewe unalizungumziaje kwamba kutokuwepo kwa baadhi ya wachezaji uwanjani ambao hawakucheza hiyo siku, labda inawezekana yenyewe ilipelekea labda Simba kutokupata matokeo ambayo ni mazuri? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni sahihi ama nikasema sio sahihi. Kwa sababu gani? Kocha ndo huwa anajua amepangilia nini. Hesabu za kocha huwezi kuzijua kwamba kwa nini labda leo anamwanzisha Fabrice Luamba Ngoma, kwa nini labda Fernandez Mavambo ameanzia katika bench, pengine katika mazoezi hakuperform vizuri na ndio maana unamwona anaanzia bench. Sasa mashabiki wenyewe unakuta wana ule ushabiki kwamba labda kwa mfano pengine kuna mechi ambazo zilikuwa zikiwepo ligi kuu soka Tanzania bara, Fernandez Mavambo alicheza vizuri sana. Wao wakaamini kwamba katika mechi ya ugenini, mechi ya kimataifa, Simba Fernandez Mavambo labda ataanza na Kagoma. Kwa maana yake mashabiki wenyewe huwa tunahitaji vile ambavyo sisi tunataka. Ndio maana hata timu ikiwa imepoteza, hata wametoa sare, mashabiki hawawezi kujua chochote zaidi ya kwamba tulikuwa tunahitaji matokeo. Ndio maana mashabiki unakuta wengi wanakuwa na lawama. Kwa hiyo basi mimi ninachokiamini ni kwamba mipango ya kocha huwa haipingwi. Na kocha anapokuwa anapanga manake ana believe ama anaamini katika kile ambacho yeye amestahili katika kutafuta kitu ambacho anakitafuta yeye mwenyewe. Labda kwa siku ile ya mchezo ulionaje baadhi ya performance za wachezaji? Performance za wachezaji kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema zilikuwa nzuri, japo si nzuri sana kwa sababu tunazungumzia wale wachezaji wa mbele ndio walikuwa wanashinda convert zile nafasi kwa katika sehemu ya magoli, lakini kwa kiasi kikubwa mpaka wana possess mpira kwa 74%, manake Simba waliokamata mchezo kwa asilimia nyingi kuliko wenyeji wa mchezo huo. Kwa manake nikimzungumzia labda Elim Panzu, nikimzungumzia Kim Dennis, nikimzungumzia labda Yusuf Kagoma, nikimzungumzia Fabrice Ngoma, ni wachezaji ambao katikati ya kiwanja walikuwa wameshika mchezo kwa namna fulani ama nyingine. Hawakufurukuta kabisa wale wapinzani wa Almasry wenyewe, hawakufurukuta kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana kikubwa tu ni kwamba Simba wakiwa katika mchezo wa nyumbani wacheze kwa kutafuta magoli, sio kucheza kwa kuonyesha show game. Kwa namna moja ama nyingine ni kuhitaji matokeo ili kufuzu. Hii sio mechi ya ligi. Hii sio mechi ya ligi kwamba hata tukidraw leo kwamba tutakuja tucheze mechi zingine pengine tutampiku. Kwa maana yake hiyo Simba kwao ni mechi kama finali. Kwa sababu kama mchezo utaisha hivyo hivyo kwa aggregate 2 kwa Almasry kwa 0 kwa Simba, maana yake inamaanisha kwamba Simba asipata goli lolote katika uwanja wa nyumbani. Kwa maana yake Simba atakuwa ametoka moja kwa moja katika mashindano ya kimataifa, kombe la shirikisho barani Afrika. Kwenye hiyo siku ya mechi, labda pengine kwa upande wa klabu ya Simba, man of the match wewe labda unaweza ukapendekeza labda alikuwa nani siku hiyo? Katika mchezo wa Simba dhidi ya Almasry kule nchini Misri, kwa upande wangu mimi naweza nikampa nani huyu Elim Panzu. Naweza nikampa Elim Panzu kwa sababu gani? Kuna sababu zile ambazo zinaweza zikakufanya wewe labda umappreciate mtu fulani kulingana na kitu ambacho amekifanya. Kwa mfano nikizungumzia kwa Elim Panzu, dakika ya kwanza tu ya mchezo alianza kuonyesha ule uwezo wake kwamba Waarabu sio kitu kwangu, kwamba yeye ni mzoefu katika mashindano. Kwa
Mimi Elie Mpanzu nampa kwa sababu alionyesha kitu bora na kitu cha kitofauti na wachezaji wengine. Kwanza alikuwa na spidi. Siku zote tumezoea kuona kwamba ukiwa unacheza na Waarabu, mara zote ukiwa face to face ama unakimbizana na Mwarabu kwamba katika position fulani ni ngumu sana kumwacha Mwarabu. Lakini sasa kwa upande wake yeye alikuwa anafanya vile anavyotaka. Akiamua kudribble, akiamua kukimbia kwamba anaweka mpira katika line kwamba haya sasa twende tu tufuate ule mpira. Alikuwa anaweza kufanya vitu kama hivyo. Lakini pia uwezo binafsi, akili, ubunifu ambao alikuwa anafanya Elie Mpanzu ulikuwa ni ubunifu wa hali ya juu sana kucheza na Waarabu. Naam, kuelekea labda hii timu kuelekea mchezo wa Al Masry na Simba Sport Club hiyo tarehe 9 mwezi huu, labda pengine ungepewa nafasi ya kumshauri kocha Davis Fadlu, ungemshauri nini labda? Hapo sidhani kama kuna cha kumshauri zaidi, lakini kama ningepewa mimi cha kumshauri kocha Fadlu Davis ni kwamba aanze na mastriker wawili, alafu ataweka pale katikati ambao ni viungo watatu au wawili. Kwa maana kwamba sasa tunataka tukamate mchezo, lakini pia tunaweza tukaanza na viungo wawili. Kwa sababu gani? Sisi ambao mchezo huo naamini kabisa kwamba Al Masry akija katika uwanja wa nyumbani, yeye anakuja kulinda mabao yake mawili. Kwa maana yake Simba kama atakuja kufocus pengine dakika 15 zile za kwanza akapata goli, maana yake wale Al Masry watakuwa wametoka katika ile mbinu yao ya kwamba wajilinde. Kwa maana yake watakuwa wamefungua. Sasa kama Simba ukimfungulia katika mazingira uwanja wa nyumbani, maana yake Simba anaweza kuadhibu vile ambavyo alikuwa anataka yeye mwenyewe. Kwa ni kuchagua tu ile mbinu ya kocha Al Masry. Kama Simba atafanikiwa hiyo, goli nyingi pengine 4 tunaweza tukazitazama. Tena kingine ambacho Simba ili afuzu kabisa kwa kujiamini ni kushinda goli nyingi na sipo kuruhusu goli. Kwa maanisha kwamba kama Simba akishinda goli 3 nyumbani, kwa maana yake asiruhusu goli lote. Kama watatoka 3-1, maana yake Simba atakuwa ametoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba atakuwa ameruhusu goli la ugenini. Kwa aggregate itakuwa ni 3-3, ila mwenzako atakuwa na faida ya goli la ugenini. Kwa maana yake Simba ambacho atakiwa kufanya asiruhusu goli lolote nyumbani, kwa sababu mlima utakuwa unazidi kupanda mkubwa. Kama anashinda 4, labda iwe 4-1. Ila ikiwa 4-2, basi Simba tena atakuwa bado anaendelea kutoka, kwa sababu aggregate itakuwa 4-4, ila atakuwa ameruhusu mabao mawili ya nyumbani. Shukrani sana mchambuzi. Labda pengine swali la mwisho, soka la barani Afrika labda unalionaje kwa ujumla? Soka barani Afrika kiujumla linazidi kupanda sana, kwa sababu uwezo wa wachezaji imekuwa ni tofauti na miaka ya nyuma kama tulivyokuwa tukiona. Lakini kwa sasa wachezaji wanakufanyia kile ambacho wanakifanya tena kwenye nyasi za uoto kabisa wa kawaida wanakifanya. Lakini sisi tulikuwa tumezoea enzi hizo kwamba unatazama labda katika michezo za wenzetu kule Ulaya katika nyasi bandia kwamba kumbe kuna kufanya hiki, wanafanya vile wanapotaka. Lakini bwana, sasa hivi ufundi uko hata kwa barani Afrika kwa ujumla. Labda kwa upande wa klabu ya Simba, labda ni wachezaji gani ambao waga unaona performance zao hazijawahi kushuka tangu waanze katika michezo yao mbalimbali ambao washawahi kucheza? Naweza nikamzungumzia, kwanza ni mchezaji mmoja tu. Wengine hata ni sana ni mmoja wakienda sana wawili. Kwa maana kwamba nazungumzia kwamba anamzungumzia Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe. Wachezaji ambao wamedumu kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa muda mrefu. Kwanza ni wachezaji ambao kwenda majeruhi, hususan kwa Mohamed Hussein imekuwa ni mara chache, pengine kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema kwamba sijawahi kumuona. Labda tu kwamba kocha kaamua kwamba leo tu bwana uanzie bench. Lakini ikiwa hamna cha bench wala nini, kwa maana yake nazungumzia ni Mohamed Hussein Zimbo Junior pamoja na Shomari Kapombe ndio ambao huwa hawashuki kiwango chao. Tena wakiwa wamecheza mechi nyingi bila mapumziko yoyote, lakini performance yao wakiingia kwenye pitch lazima utapenda kile kitu ambacho wanafanya. Bwana, asante sana mchambuzi. Kufikia mpaka hapo sina la ziada. Nilikuwepo na mchambuzi wa mambo ya michezo. By the way, ni mchambuzi ambaye ni chipukizi kutokea hapa ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino. Sina la ziada. Nyuma ya kamera ni Juma Robert. Fundi mitambo ni Ali Kipanga. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.